يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Katika sura yetu hii ya 7 leo tunasoma kuanzia aya 187 katika hii sura ya Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kusoma kwa jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Yas'alunaka 'ani saati ayyana mursaha, wanakuuliza watu kuhusu kiyama kinakuja lini. Mursaha kama ingekuwa ni safari ya meli, basi kwenye kituo cha mwisho pale inapokwenda kutia nanga, inapofunga gati, ndo ishafika. Sasa tunaambiwa kiyama kiko njiani. Walikuwa wanataka kujua taarifa, kitakuwa mwaka gani, mwezi gani, saa ngapi, wapewe data kamili. Sababu nuzuli hadhihi al-aya, sababu ya kushuka aya hii, ruya, imesimuliwa anna al-mushrikina qalu lin-nabiy sallallahu alayhi wasallama, imesimuliwa kwamba washirikina walimwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, in kunta nabiyya, kama wewe ni mtume, fa akhbirna 'ani saati mata taqum, hebu tujulishe kiyama kitasimama lini. Fa anzala Allahu, ndo akateremsha Allah aya hiyo, yas'alunaka 'ani saati ayyana mursaha, wanakuuliza kuhusiana na kiyama kitafika lini, lini kitatia nanga. Maana yake ni kwamba yas'alunaka ya Muhammadun 'anil qiyama, ewe Muhammad, watu wako wanakuuliza kuhusu kiyama. Ayyana mursaha, ni siku gani kwa uhakika kitakuwa kimefika, yani mata wuqu'iha wa huduthiha, kitajiri lini na kitatokea lini. Walitaka exact time ya kiyama, mwaka, mwezi, siku, saa. Wasumiyatil qiyamatu saa, kiyama kinaitwa kwa jina hili saa, lisur'ati ma fiha min alhisabi, kwa sababu ya wepesi wa yale yatakayojiri katika mahesabu ya amali za watu na malipo yao. Fasta inafanyika. Ka kaulihi ta'ala, ni kama Allah alivyosema kwenye kauli yake nyingine, wama amru saati illa kalamhil basari au huwa aqrab, zoezi zima la hicho kiyama litakuwa ni kama kupepesa kwa jicho tu, au kupepesa kwa jicho kunachelewa zaidi kuliko hicho kiyama. Kwa hiyo imeitwa saa kwa sababu ya muda mfupi mambo yote yatakuwa yamekamilika. Qul, waambie waulizaji, innama ilmuha inda rabbi,
hakika elimu ya jambo hili hii anayo mwenyewe tu Mola wangu peke yake. Hakuna mtu mwingine anajua, wala hakuna kiumbe mwingine anayejua. Innama ilmuha inda rabbi, kwenye suratu Naziati iko kama hivi: yasalunaka anis saati ayyana mursaha, wanakuuliza kuhusu kiyama lini kitatia nanga. Badala ya kupewa jawabu akaulizwa na Yesu, wala fima anta min dhikraha, we na kiyama wapi na wapi? Inakuhusu nini elimu ya kiyama wewe? Na hapa lipo swala lile lile, yasalunaka anis saati ayyana mursaha, qul, wajibu hivi, innama ilmuha inda rabbi. Kuhusiana na kiyama, elimu yake iko kwa Mola wangu mwenyewe tu peke yake. Wanawachuoni wanatuambia katika Qur'ani kuna aina mbili za maswali, sio maswali mawili. Kuna aina mbili za maswali ya watu na jinsi yalivyojibiwa. Kuna maswali ambayo watu waliuliza mitume wao wakaletewa jawabu. Wameuliza watu kwa mtume wao jambo, mtume akawajibu. Kwenye Qur'ani yamo maswali kama hayo mengi sana. Lakini aina ya pili ya maswali ni maswali ambayo watu zama mbalimbali waliuliza mitume wao alafu hayakujibiwa. Kwa hiyo masala ambayo watu waliuliza tena zama tofauti, mitume tofauti, alafu yakapatiwa majibu, hayo ndo mambo ambayo Allah alitaka elimu yake waipate wanadamu. Hata kama si wakati wa kuulizwa swali, lakini wanaokuja baadaye watavumbua tu jawabu na watapata faida nyingi katika research zao. Lakini kuna maswali ambayo yaliulizwa tangu huko nyuma mpaka huyu mtume wa mwisho hayakujibiwa. Haya mpaka kiyama kitakuja, wanadamu hawatoweza kujua elimu yake. Wakatoa mfano aya hii, suala hili. Watu wote wa mitume wote waliwauliza mitume wao, maana mitume wote waliwaonya umati zao na suala la kiyama kuwa kiko karibu. Kwa hiyo walikuwa wanauliza, lakini hakuna mtume aliambiwa kiyama kitakuja mwaka gani, saa ngapi, mwezi gani na hivi. Suala jingine kwa mfano ni kuhusu suala la roho. Yasalunaka anir ruh, wanakuuliza kuhusu roho. Roho ndo nini? Haina jawabu. Qul ruhu min amri rabbi, ndo jawabu waloambiwa. Waambie roho ni katika mambo ambayo elimu yake iko kwa Mola wangu mwenyewe peke yake. Kama lingelijibiwa suala la roho ni nini, au lingelijibiwa suala la kiyama kinakuja lini, juhudi za binadamu na kujituma kwao katika kufanya tafiti, wangeshakuja na uzushi mwingine, wangezaa mambo mengi, lakini limebaki ni siri, na siri hii haijafichuliwa kwa mtu yoyote. Na kama wangelijua elimu ya roho, watu wao wengine wangeliishi miaka mingi kama Ibilisi anavyoishi, wangetengeneza japo za bandia. Lakini hakuna jawabu, elimu ya jambo hilo imefichwa, hatojua mtu yoyote. Qul innama ilmuha inda rabbi, waambie elimu ya jambo la kiyama iko kwa Mola wangu mwenyewe peke yake. Qul lahum ya Muhammadun, waambie ewe Muhammad, la ya'lamu alwaqtu alladhi yahsulu qiyami saati fihi, hakuna yoyote anayejua wakati ambao zoezi hili la kiyama litatokea.
illa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa Allah mwenyewe peke yake. Hii ni siri yake na hajampa yoyote. Thumma akada dhalika biqaulihi, halafu Allah akatilia mkazo kusisitiza kwamba hakuna anayejua elimu ya kiyama ila yeye, kwa kauli yake iliyofuata hapo mbele, la yujalliha liwaqtiha illa hu la ya'lamu ilma as-sa'ati jaliyatan illa Allah, hakuna yoyote anayejua elimu ya kiyama kwa uhakika hasa ila yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Nyie mmepewa notification tu, taarifa kwamba hili jambo lipo na likija litakuja ghafla. Nyinyi ndo wahusika, mnapaswa mjiandae, mjitengenezee mazingira ya kujiweka upande salama. Siku likija hilo jambo, nyie muwe mkosefu. Ndo kazi mlopewa, msihoji mambo mengine yasiyowahusu. La yujalliha liwaqtiha illa hu, hakuna anayejua kwa uhakika wakati wa kiyama ila yeye Allah subhanahu wa ta'ala. La yakshifu amraha, hakuna anayeweza kukashifu jambo lake, jambo la kiyama. Kukashifu ni kujua kitu nje ndani, ndani nje, juu chini, chini juu. Una umahiri na weledi wa kukifahamu. Sasa suala hili katika viumbe hakuna anayejua, anajua muumbaji peke yake. Wala yudhhiruha linnasi au wala yadhharuha linnasi illa ar-rabb subhanahu wa ta'ala, haliwi hili jambo ni dhahiri lenye kueleweka kwa watu ila linaeleweka kwake Allah peke yake, Mola mlezi subhanahu. Bidhati, Allah mwenyewe ndo analijua kwa uhakika, kwa sababu ndiye aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, akatengeneza mienendo ya vinavyokwenda na kila kimoja akakiwekea umri wake. Deadline ikifika, basi kilichopangwa kutokea baada ya hapo kinatokea. Kwa hiyo anayejua siri ya kimaumbile ya ulimwengu ni aliyeumba ulimwengu. Mambo kama haya mengine ni siri yake, hajamjulisha yoyote. Fahuwa alalimu biwaqtiha, kwa hiyo ni yeye Allah peke yake ndiye anayejua wakati wa tukio hilo. Lini atafanya hilo jambo anajua yeye. Yeye ndo muidhinishaji, yeye ndo mfanyaji wa hilo jambo. Akaendelea tena kusisitiza Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni jambo lisiloeleweka na yoyote. Akasema thaqulat fi samawati wal ardi, jambo hili limekuwa zito kujulikanwa. Hawalijui viumbe wa mbinguni wala hawalijui viumbe wa ardhini. Hata hao malaika walio karibu na Allah kwa dhamana zao, na wao pia hawajui, hawajapewa elimu hii. Hajui Jibril wala Israfil wala Mikail wala malakul mauti wala wengineo. Hata hamalatul arshi pia hawajui. Ni jambo lililo katika ilmu yake Allah mwenyewe. Thaqulat, limekuwa zito kujulikana, ni siri nzito. Fi samawati, mbinguni ili jambo ni siri halieleweki. Wal ardi, na kwenye ardhi ili jambo halieleweki na yoyote. Yani thaqulat bimaana azumat, limekuwa ni jambo kubwa. Siri hii ni siri nzito. Ala ahli samawati wal ardi, hawalijui jambo hili viumbe wa mbinguni wala viumbe wa ardhini. Haithu yashfiquna minha, wao wenyewe wanaogopa tukio hili, wana taarifa nalo lipo na wanaogopa. Kwa hiyo wanajipanga, wanajiandaa siku likitokea waweje. Tunojitia hamnazo sisi tu binadamu na majini, tajifanya kama wenyeji hapa, si ndo tunaojua kila kitu. Lakini hao viumbe wenye elimu ya kumjua Allah wana uhakika na hili jambo, ubaya wake, ugumu wake. Kwa hiyo wao wanaliogopa binafsi, na mwenye kuogopa kitu huchukua tahadhari.
kuchukua tahadhari kadiri iwezekanavyo. Wayakhafuna shadaidaha wa ahwalaha, viumbe wa mbinguni wanaogopa shida za tukio hilo na vitisho vyake. Kwa hiyo wao wako vizuri katika kufanya maandalizi, tofauti na sisi. Yasalunaka, ewe mtume, watu wanakuuliza wewe. Yasalunaka, wanakuuliza wewe, kaannaka hafiyun anha, kama kwamba wewe ndo mwenye dhamana na hili jambo unalielewa. Tena wanakuuliza kwa uhakika kirafiki, kama wanamuuliza mtu most competent wa hilo jambo. Hebu tupe taarifa ya hili jambo, wewe na kujua jambo hili wapi na wapi, kama ilivyo kwenye suratul Naziat, fima anta min dhikraha, wewe na kujua habari ya kiyama wapi na wapi, ya kuhusu nini. Lakini wanakuuliza wewe ati jambo ambalo halikuhusu, una elimu nalo. La ya'lamu waqtaha, hakuna anayejua wakati wa kiyama illa Allahu, isipokuwa Allah mwenyewe peke yake. Liannaha, kwa sababu jambo hili la kiyama, min al-umuri al-ghaibati, ni katika mambo ya ghaibu. Allati, mambo ya ghaibu ambayo ista'thara biha allamul ghuyub, kapwekeka katika kujua mambo haya yeye mwenyewe mjuzi wa mambo yaliyofichikana. Mengine mengi ya ghaibu akipenda huwajulisha anaotaka, kama alivyosema katika sehemu nyingine, kama ilivyo kwenye suratul Jinn, kwamba hamdhihirishi ghaibu yake yoyote, la yudhihiru ala ghaibihi ahada, hamdhihirishi ghaibu yake yoyote, illa man irtada min rasuli, isipokuwa kuna katika mitume ambao karidhika nao kuwapa baadhi ya mambo ya ghaibu kiasi ya haja, basi huwa anawapa kiasi ya hiyo haja, sio haya mambo mengine muhimu. Haya ni siri zake Allah. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui hasa uhakika wa Allah, uwezo wake na mambo ambayo ameyamiliki. Hawamjui viumbe muumba wao, kwa hiyo wengi wanamfikiria sivyo, wanamdhania vibaya, wanamu-underestimate. Walakina akthara nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. La ya'lamuna sababa, hawajui watu sababu. Alladhi, sababu ambayo liajlihi akhfaitu, kwa ajili ya hiyo sababu nimeficha suala la kiyama. Watu wengi hawajui sababu, wako wanaojua sababu kwa nini Allah ameificha kiyama. Nabii Musa aliambiwa katika sura Taha, wa anna sa'ata atiyatun, kiyama kinakuja. Na akaambiwa kwa ajili ya kiyama nimekuwekeni hapa duniani, kila mmoja ana muda wake, ukisha anaondoka. Kurudi tena ni kuja hicho kiyama kwa ajili ya kuja kulipwa haya ambayo hapa mnayafanya. Kwa hiyo kuwa makini na maandalizi yako ya siku ya kiyama, asije akakutoa kwenye malengo mtu asiyeamini kiyama. Wakati wewe unaamini kiyama, pay concentration kwenye majukumu yako, ujiandae na siku ya kiyama. Anasema anna sa'ata la atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kiyama kipo bwana. Wa anna sa'ata la atiyatun, kiyama kipo, kinakuja. Akadu ukhfiha, mimi mwenyewe binafsi nilikaribia nijifiche hata mimi nisijue. Ndio maana yake
ule unyeti wa jambo lenyewe ni siri. Hii siri yangu, nimeazimia kulifanya jambo hili liwe siri, ili watu wawe huru kufanya yale ambayo ninayapima. Litujza kullu nafsin bima tasaa, ili ikija hiyo saa kila mtu hapo ndo atalipwa kile alichofanya. Yani kuna mambo, kwa mfano mauti, ingelikuwa tumepewa taarifa mapema, wewe bwana unaishi siku ngapi katika ardhi hii, halafu ukawa katika kutembea yako dakika zinasoma, imebaki miezi 8 tu mimi ninakufa. Ingekuwa tunajua kama hivyo, maana yake kwa muda niliopewa hapa mimi nimebakia miezi 8, kama anavyohesabu muajiriwa tarehe yake ya kustaafu. Akiwa kijana anapeta tu, lakini siku zikisonga anaanza kusema mimi nimebakisha miaka 3 tu hapa, nimebakisha 2 tu, mwaka kesho hapa mimi naanza kujiandaa kwenda hija. Yategemea mafao yake aende hija. Sasa ingelikuwa ni mauti, mmejulishwa lini unakufa, ungekufa kabla hiyo siku kufika, kwa kile kihoro. Seuze kiyama. Sasa hivi dunia ndo kwanza watu wanaiona mpya tu, ina mamilioni au mabilioni ya miaka, lakini kila wanaozaliwa wanaiona mpya. Hawana habari kabisa na kuondoka hapa, hawajui linalopendeza wala linalochukiza. Kaweka mazingira haya Allah, watahiniwa huru, ili kile kinachopimwa, kinachotafutwa kidhihiri kwenye matendo yao. Aliyekuwa muovu atauonyesha uovu wake kweli hapa hapa, lakini kama taarifa hizi zipo, watu wote wasingefanya hata mema wala mabaya kwa woga. Kwa hiyo kaficha, katoa taarifa ili jambo lipo, lakini waliopewa taarifa kiasi kwamba wanaona kama mzaha, kama tunataniwa vile. Kwa hiyo kafanya hivyo kwa sababu zake. Anasema la ya'lamuna sababa, watu hawajui sababu kwa nini nimeficha kiyama. La ya'lamuna sababa alladhi liajlihi akhfaitu, hawajui sababu alladhi biajlihi ukhfiyat, sababu ambayo kwa ajili ya hiyo sababu kimefichwa kiyama. Hawajui watu, kumbe ndo wamepewa uhuru wafanye wanayoyafanya. Mtu anakufuru muda wake wote, anasema maneno mabaya, lau kama yatatupwa baharini athari yake maji yatabadilika, lakini mtu haogopi. Qala al-Imam al-Fakhr, amesema mwana wa chuoni Fakhru Razi, wal hikmatu fi ikhfa'i saa, hikma iliyopo katika kukificha kiyama, anil ibadi, kimefichwa wasijue viumbe kinakuja lini. Annahum idha lam ya'lamu, ni kwa sababu ikiwa viumbe hawatoijua siku ya kuja kiyama, mata takunu, lini kitakuwa, kanu ala hadharin minha, kama wanaijua sababu, kama wanaijua saa lini kiyama kinakuja, kanu ala hadharin minha, wangelichukua tahadhari kubwa. Na tahadhari yao, fayakunu dhalika adaa ila taa, wangekuwa wanalazimika kutii kwa kipenda wasipende, kwa ule woga. Bwana isije ikawa nikamalizia vibaya. Ingelikuwa wanatii, wangekuwa na nidhamu ya woga. Lakini sasa hivi hapa mtu anafanya akiwa free, huru, haogopi wala nini. Mwema anafanya yale mema kwa ridhaa yake na moyo mkunjufu, akapata maksi kwenye mtihani wake, kafanya vizuri. Na mbaya ataufanya ule ubaya wake kwa roho kunjufu bila ya woga, na anawekewa maksi zake kwenye makosa anayofanya, ili ikija hiyo kiyama yaliyotendeka yapo ya kwa uhakika, na thamani yake wanaonyeshwa wahusika. Kama wangekuwa wanajua mapema, uoga ndio ungewatawala.
Kwa hiyo ingelikuwa kujua kwao kuna kiyama kwenye maisha yao ya duniani, ingekuwa asjar anil maasiya, wangekatazika watu wote na kufanya maasiya. Lakini pia upande mwingine, kama ingelikuwa tumeambiwa kuna miaka skeleton 3 huko mbele ndo kije kiyama, waliokuwa wakati huo wa nyuma wangesema kumbe bado, wangefanya wanayoyafanya kwa sababu bado kiyama hakijaja. Lakini ukiambiwa kipo kinakuja na halafu unaamini ni kweli, lakini hujatishwa kwa kupewa time mahsusi, utakuwa na ile tahadhari iliyokadiriwa. Utachukua safety precaution, utatumia akili yako vizuri, na utakuwa ni mwenye insafu katika miamala mbalimbali. Qul, sema ewe mtume, la amliku li nafsi naf'an wala darra, mimi mtume tu nimetumwa kwenu, lakini sijimilikii mimi mwenyewe manufaa wala sijimilikii madhara. Qul, sema ewe mtume, waambie watu, la amliku li nafsi, mimi mwenyewe siimilikii nafsi yangu naf'an, manufaa, wala dharra, wala madhara. Kumiliki manufaa ni vipi? Kwamba mimi kwa elimu nilionayo na kwa sababu ya uzoefu niliopewa, mimi nitakuwa naendea ya mafanikio matupu. Kila ninalolitaka katika ya mafanikio lazima nifikie, ndo kumiliki manufaa. Kama unajituma kutafuta mali upate mali, unataka cheo upate cheo, unataka hichi, kwa sababu unajua nikipita hapa na hapa nafika kule. Kwa hiyo kumiliki manufaa, nisingepitwa na jambo zuri lolote katika dunia hii, kwa sababu ninajua eti nayo ghaibu, elimu ya mambo yaliyofichikana sina yajua. Ingekuwa nyote mnajua kama mnavyobeti, nikifanya vipi na vipi nitatokea mshindi, kuna watu wangelikuwa siku zote wanashinda wao, lakini hawajui ghaibu. Kwa hiyo naye mtume kama anajua ghaibu, asingepitwa na lenye manufaa lolote, maana angekuwa na werevu wa kuyaendea yenye manufaa. Na kama ingelikuwa anajua ghaibu, asingepatwa na dhara lolote, ndo kumiliki dhara, kwamba kwa sababu ninajua sababu hii na hii itakupelekea kwenye madhara, mimi nitakwepa madhara yote hapa duniani, nitaishi mpaka ajali inifike, sitopata madhara hata siku moja. Lakini kwa sababu mtume hamiliki yeye madhara, shida ilipozidi Maka, mwaka wa huzuni kwake, kaondoka akaona aende Taif, kuna kwa watu wasio na uhasama na yeye, akapumzike. Kumbe kule ndo katumiwa machizi, wakampiga mawe mpaka hata akaroa damu. Huko Maka hajawahi kufanyiwa hilo. Kama anajua nikenda huku nitapatwa na nini, angekwenda, asingekwenda. Lakini hata yeye hajui ghaibu. Kwa hiyo hamiliki yeye binafsi njia ambayo itamuonyesha manufaa yote na lazima ayafikie, wala hamiliki yeye kujua madhara na kwamba anajua yote madhara yaliyoko mbele yake na ana uwezo wa kuyakwepa. Hana uwezo huo. Qul, sema, la amliku li nafsi naf'an wala darra, mimi siimiliki nafsi yangu madhara wala manufaa, illa ma sha Allah, isipokuwa mimi ni kiumbe mtahiniwa, lolote analolitaka Allah ndilo litakalonifika. Akinitakia yeye lenye manufaa, nitafikia manufaa yale ambayo yeye kanitakia, si kama ninavyotaka mimi. Likinifika la madhara, ujanja wangu wa kukwepa madhara wote utadunda. Kama nimepangiwa nifikishiwe la madhara kwa kutahiniwa, litanifika tu alilolitaka Allah. Na yako ya madhara yamemfika mtume. Katika vita vya Uhud kapigwa mpaka taya, helmet imemchimba kwenye taya, meno yake ya mbele yamevunjika,
Hasa huyu mtume kama anajua ghaibu, saa ngapi watakuja wataniweka kati, si angekwepa huo mtego. Lakini kajeruhiwa na maafa mengi yamemkuta katika maisha yake. Ni kuonyesha hata yeye si mjanja wa kujua kukimbilia manufaa yake au kukwepa yenye kumpa yeye madhara. Hana uwezo huo, ila yeye litamfika lolote alilokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. La amliku an ajliba ila nafsi khaira, mimi sina uwezo wa kujivutia kheri mimi binafsi, sina uwezo wa kujiletea manufaa. Sasa manufaa yote mimi nitakuwa nayatafuta. Wala amliku, wala similiki vile vile an adfa anni sharra, kujikinga na shari, kwamba mimi nitakavyoishi hapa duniani sitopatwa na shari hata siku moja. Anasema sina uwezo huu. La amliku an ajliba ila nafsi khaira, si miliki nafsi yangu kujivutia mimi kheri. Wala adfa'u anha sharran, wala siwezi kuikinga nafsi yangu na shari. Illa bimashiatihi ta'ala, isipokuwa yote mawili haya yatanifika kwa kutaka kwake Allah. Kheri itanifika atakayonikadiria yeye, na shari pia atakayonikadiria itanifika. Sina uwezo wa kusema madamu nina elimu, madamu nina ujuzi fulani, nina uwezo huu, sitopatwa na shari hata siku moja. Hakuna mwenye uwezo wa kufanya hivyo. Fakaifa amliku ilma saa, kama mie mwenyewe similiki nafsi yangu kheri wala shari, nitamiliki vipi elimu ya kujua kiyama? Sijui. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba, anaambiwa mtume aseme awaambie watu, walau kuntu a'lamu al-ghaiba, lau kama mimi ningelikuwa ninajua elimu ya ghaibu, ninayajua mambo yaliyofichikana ya siri, lastakthartu min alkhairi, ningejilimbikizia khairi nyingi. Mimi ndo ningekuwa tajiri kuliko nyote, maana najua ujanja wa kutafuta. Ningekuwa na hichi, ningekuwa na hichi, khairi zote ningejikumbizia mimi, kwa sababu ninamiliki hilo jambo la kujua khairi ziko wapi na nitazipataje. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba, kama ningekuwa ninajua ghaibu, elimu ya mambo ya siri yaliyofichikana, lastakthartu min alkhairi, ningeitumia elimu hiyo kujikithirishia khairi. Manufaa yote ya duniani ningeyatafuta yakaja kwangu. Yani maana yake, lau kuntu arifu umura alghaibi, lau ningelikuwa mimi ninayajua mambo ya ghaibu, la hasaltu kathiran min manafi'i dunia, ningejikumbizia mengi katika manufaa ya dunia, wa khairatiha, na khairi zake dunia hii, wa dafa'tu anni afatiha, na ningejikinga na maafa ya hii dunia, wa madaratiha, na madhara yake. Wa mama sania suu, wala katika maisha yangu nisingepatwa na baya hata moja. Sinajua mambo ya ghaibu yaliokuwa hayajitokeza, najua litakuja balaa, linanihusu, linanitafuta, litanifikaje, na mimi nishajua linakuja. Kwa hiyo ningekuwa najua ghaibu, khairi zote ningezikumbizia kwangu, na nisingekutwa na shari hata siku moja. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba, na lau ningelikuwa najua ghaibu, lahtarastu minasui, ningejikinga mimi na mabaya yote, ningeishi salama katika hii dunia, nisipatwe na tatizo hata siku moja. Walakin la a'lamuhu, lakini mimi sijui elimu ya ghaibu, sijui kheri kwangu mimi nitazipataje, wala shari nitajikinga nazo vipi, sijui. Falihadha, basi kwa sababu hii, yusibuni ma qaddara li, ndio maana mnaona hata mimi yananisibu yale niliyokadiriwa. Kama Mola wangu kanipangia anipe mtihani mgumu wa jambo baya, mnaniona na mimi wakati mwingine ninaingia kwenye mitihani, yananifika ya kunifika. Ningekuwa ninayajua kabla hayajaja,
ningekuwa na uwezo wa kuyakimbia yasingenifika. Falihadha, kwa sababu sijui ghaibu, yusibuni ma qaddara li, ndo maana yananisibu yale niliyokadiriwa, min alkhairi washarri, katika mambo mazuri ya khairi na mambo mabaya ya shari. Akishanipangia Mola wangu jambo, sina namna ya kulikwepa. Hii ndo aliyemiliki siri. Kwa hiyo akipanga siri zake hakuna anayezishtukizia. Unatahamaki umeingia tu kwenye mtihani. In ana illa nadhirun wa bashirun, mimi ni binadamu mwenzenu, binadamu kama nyinyi, lakini zaidi ya hapo, in ana illa nadhirun wa bashir, mimi ni muonyaji wa wale ambao wataacha utaratibu niliotumwa kuufikisha kwenu, na waonya kwamba matokeo yake kuacha utaratibu yatakuwa mabaya. Ndio ujumbe niliotumwa. Wabashirun, na mimi ni mwenye kutoa bishara kwa wale watakaofuata utaratibu. Hilo ndo lengo la kuletwa kwenu hapa, matokeo yake yatakuwa mazuri. Kwa hiyo nimeambiwa niwafikishie kwa anayetaka kufanya maandalizi, na waonya wale ambao watakataa kufuata utaratibu watakabiliwa na matokeo mabaya, na wale wanaokubali kufuata utaratibu watapata matokeo mazuri. Ndo kazi ya Mtume, bashiran wa nadhira, anawabashiria wanaokubali na anawaonya wanaokataa. Ma ana ila abdun mursalun, mimi mbele yenu si chochote si lolote isipokuwa ni mja wa Allah niliyepewa utume, nimetumwa kwenu. Lengo la kutumwa kwangu, lilindhari wal bishara, nimetumwa niwaonye msifanye vibaya mtapata matokeo mabaya, na nimetumwa niwape bishara mkifanya vizuri ndo mtapata matokeo mazuri. Ndo kazi niliyotumwa. Lakini mimi ninakuwa ni bashiran wa nadhira liqaumin yu'minun, kwa watu wenye imani. Wenye imani wakipewa warning, wakionywa, wanaonyeka, wanaamini kweli nikipita njia hii ninajitia nafsi yangu kwenye matatizo. Kaonywa baya, kasikia, kafahamu na akaliwacha. Ndo indhari, kuonywa jambo hili baya, unajitafutia matatizo na ukajua kweli hili baya na acha, basi we umesibu kwenye lengo. Au hili jambo zuri linapendeza, ni muhimu na lina faida, we ukafahamu ukajituma kulifanya, we utakuwa umepatia. Kwa hiyo ni waumini peke yao ndio ambao wananufaika na utume, wananufaika na indhar na bishara. Waumini peke yao, wasiokuwa na imani ndo hawaamini kila kitu, wanakataa. Kwa hiyo mimi nimetumwa kwenu niwaonye na matokeo mabaya mkiharibu, na niwape bishara ya matokeo mazuri mkipatia. Lakini bishara na maonyo yanawanufaisha watu wenye imani. Aliyekataa kuamini kafiri, haelewi chochote, wala huwezi kumsitisha na msimamo wake mpaka anakufa nao. Kwa hiyo mtume ana faida kwa waumini tu, wengine ndo wamemkataa. Liqaumin yusaddiquna bima ji'tuhum bihi, mimi nitakuwa ni msaada kwa wale watu ambao wanayasadiki niliyotumwa kuwafikishia. Wakisadiki na wakayatekeleza, ndio watakapopata manufaa. Na mimi ni mtume min indillahi, nimetumwa kutoka kwa Allah, Mola mlezi muumba wa ulimwengu. Kanituma nifikishe salamu zake, maagizo yake kwa waja wake, wale wanaoamini. Wasioamini hawaamini Mungu, hawaamini kiyama, hawaamini kufufuliwa, hawaamini kama kuna maisha. Hata ukiwaambia kuna mitume, hawaamini mitume, ndo hawaamini. Lakini waumini ndio wanaonufaika. Kisha aya inayofuatia Allah anasema, huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida,
huyo Allah aliyemtuma mtume kwa waja wake, huyo Allah alladhi, ndiye ambaye khalaqakum min nafsin wahidatin, binadamu nyote nyinyi amekuumbeni kutokana na mtu mmoja tu. Aliyemuumba mwanzo ni mmoja tu, kutoka kwenye huyo mmoja ndo mkazalikana nyote. Na hiyo ni elimu miongoni mwa elimu za Allah, lakini hii si katika elimu iliyofichwa. Masala haya yameulizwa yakajibiwa, na watu wanafanya research, wanapata faida kila siku. Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin, huyo Allah ndiye aliyekuumbeni nyinyi binadamu nyote mmeumbwa kutokana na nafsi moja. Huwa subhanahu, yeye Allah aliyetakasika, dhalika alazim, yeye ndiye Mola mkuu, dhalika alazimu sha'ni, yeye mwenye nafasi kubwa, cheo chake kikubwa. Alladhi khalaqakum jami'a, yeye ndiye aliyekuumbeni nyinyi nyote, wahdahu, peke yake ndo alofanya kazi ya kuumba. Min ghairi mu'inin, amekuumbeni nyote nyinyi pasi na kusaidiwa na yoyote. Kazi ya kuumba ulimwengu na vilivyomo ndani yake, mkiwemo na nyinyi ambao mmekuja mwisho, amefanya Allah peke yake. Nyinyi mnajitafutia miungu mingine mingi, lakini aliyeumba ni mmoja peke yake. Min ghairi mu'inin, hakuwa na msaidizi yoyote. Tena amekuumbeni pamoja na wingi wenu, min nafsin wahidatin, nyote mnatokana na mtu mmoja. Ndiye aliyeumbwa mwanzo, yeye akajaliwa azae kizazi hiki cha viumbe hawa wapya. Hiya, nafsi hiyo moja, Adam alayhi salam, ni baba yetu Adam alayhi salam. Sote tunatokana na Adam, na Adam kaumbwa kutokana na udongo. Waja'ala minha zawjaha, Allah huyu kutokana na huyo Adam, hiyo nafsi moja ambayo ni Adam, akajalia mke wake. Huyo mke kaumbwa kutokana na huyo dume. Humu kwenye huyu akaumbwa mwanamke, wakawa wawili. Waja'ala minha zawjaha, kutokana na hiyo nafsi moja Allah akaijalia mkewe, kutokana na yenyewe hiyo nafsi akaijalia mkewe, yani wa khalaqa minha Hawwa, Allah akaumba kutokana na nafsi ya Adam mwanamke anaitwa Hawwa, liyaskuna ilaiha, ili asiwe mpweke. Huyu dume apate utulivu, apate sakina, katengenezewa mwenza wake. Na sisi tumeambiwa hivyo kwenye sura Rum aya 21, wa min ayatihi, katika ishara za kukufahamisheni nyinyi utukufu wa muumba wenu, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kule kukujalieni wenza kutokana na jinsi yenu wenyewe. Binadamu mwanamme anahitaji kuwa na mwenza wake binadamu mwanamke. Binadamu mwanamke anahitaji kuwa na mwenza wake binadamu mwanamme, ndio panapatikana sakina. Liyaskunu ilaiha, ili watulie, wapate sakina, utulivu wa nafsi kwenye maisha yao haya ya mpito. Waja'ala bainakum, na akajalia Allah baina yenu kwenye maisha ya wenza, mke na mume, mawaddatan wa rahma, akaweka kitu katika nafsi zenu, mapenzi na ile tabia ya kuoneana huruma. Yani unataka kutoka, nataka niwahi bwana, anakulazimisha mwenzi, sasa utatokaje? Angalau choma mchango, nishakutayarishia chai, unaendaje hivyo na cha? Mimi sipendi, mimi hivi. Huruma yake, mapenzi yake inamfanya ajitume kukuandalia.
naondoka nina safari ya siku 3 narudi. Sasa mbona hata uchukui nguo za akiba, unaondokaje na nguo 2 tu za mwilini? Au kuna mwingine ataenda kukupatia? Yote ile ni huruma, kila mmoja anakea mwenzake. Allah ndo kaumba hivi. Kwa hiyo Adam alikuwa peke yake, dume tu moja peke yake, inakuwaje? Na kanuni ya kimaumbile katika ulimwengu huu, vitu vyote viwili viwili. Mefahamiana? Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, amejalia baina yenu kwenye maisha ya ndoa, maisha ya mahusiano, akaweka mapenzi na kuoneana huruma. Hivi vitu vinatosha kwenu nyinyi kukupeni taaluma, ufahamu wa kumfahamu Muumba wenu. Najua hapa Mola wetu kaumba, katufanyia mambo makubwa. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Vitu vyenyewe mnaviona vidogo kwa sababu ya mazoea, lakini ndani yake kwa wenye kufikiri muna ishara nyingi za kujua uwezo wa Allah Muumba. Kwa hiyo kaumba mtu mmoja mwanamme, ndio akawa yuko peke yake tu, dume peke yake. Waja'ala minha zawjaha, kutokana na yeye mwenyewe Allah akajalia kumtengenezea mkewe, wakawa wawili, Adam na Hawa. Liyaskuna ilaiha, ili Adam aliyekuwa mpweke apate utulivu kwa kuwa na mwenzake, atulie kwa mwenzake. Liyatma'inna ilaiha wa yasta'nisa biha, ili apate utulivu wa nafsi yake kwa kuwa na mwenzake, aliwazike naye, ajiliwaze kwa kuwa na mwenzake. Falamma taghashaha, sasa wako wawili, mtu na mwenzake. Falamma taghashaha, walipochanganyika, mume alipochanganyika na mkewe. Allah anajua kuzungumza lugha iliyokuwa haina ugakasi. Hapa angetaja yale maneno yenyewe tungekuwa tunaangalia chini, lakini kazungumza lugha ambayo haina ukakasi, lakini mnaelewana.